Nitukane tena. Nitukane tena. Nitukane tena. Nitukane mimi na Mwakalogo. Nimesemaje? Hii mpaka finali. Hii Malika mwenyewe. Ina wabaki. Tumeua jina la Mwakalogo. Tunaenda finali. Basi ni tunapaa hii sasa. Wakati mchezo unaenda kwenye mikwaju ya penalty, pressure kwako ilikuwa ni ya kiwango gani? Sikuwa na pressure kwa sababu niko na golikipa namba 1 Afrika. Niko na golikipa namba 1 Afrika. Najiamini kaka. Ninaye Pimpin Kamara. Pengine inaashiria nini kwenye mechi ambazo mnahitaji kuzicheza zikiwemo zile mbili za nusu finali? Mimi sina la kuongea la ziada, ila tunajipanga kila game, tunajipanga kulingana na mechi. Yes. Nani ambaye amekuvutia hasa kwenye mchezo wa leo? Wachezaji wote wamejitoa kiukweli, wachezaji wote wamejitoa. Wamejitoa kimchezo. Kila mtu kajitoa kwa nafasi yake, kila mtu kapambana kwa wakati wake. Wakati unaona mnaenda half time kwa goli mbili, pengine ulitegemea kama ngoma ingeenda hadi kwenye mikwaju ya penalty? Nilikuwa nalijua mapema kwamba lazima tumalizane nao mapema kabla ya kipindi cha kwanza. Lakini baada ya kuona mambo yamekuwa magumu kipindi cha kwanza, nikajipa matumaini kwa sababu nilikuwa na golikipa bora kaka. Sikuwa na wasiwasi kwa chochote. Nilikuwa na golikipa bora na uhakika kwa wakati wote na malizana. Hii ni Simba kaka. Baada ya kupita robo finali mbili mkishia kwenye hatua ya mikwaju ya penalty. Pengine leo pressure ilikuwaje wakati unaona tena mnaingia kwenye mikwaju ya penalty mko kwenye uwanja wenu wa nyumbani? Kaka, wakati tunaelekea kwenye penalty sikuwa na wasiwasi. Hili jambo narudia tena, sikuwa na wasiwasi. Pimpin Kamara alitoa penalty ndani hapa kwa Mkapa kama unakumbuka. Pimpin Kamara ni golikipa namba 1. Sawa? Nasema hivi, wakati nasajili Mpanzu, wao wakaenda kumleta yule Makokorodi. Wakati nasajili Mpanzu, wao wameenda kuleta Makokorodi. Kazi wanayo. Sawa. Hao ndio wana Simba. Unasema nani kutokea wapi? Naitwa Musa kutoka Mbagala Kipati. Hii ndio Simba blaza. Uchambi wa Simba, hii ndio Simba. Uchambi wa Simba, hii ndio Simba. Umeelewa? Simba ina Mpanzu, Simba ina Mkwala, Simba inaua. Wewe Mwarabu unatokaje? Hii ndio Simba. Hii ndio Simba. Hii ndio Simba. Na huu ni ubaya. Na huu ni ubaya. Huu ni ubaya. Ubwera bado. Ubwera bado. Ubwera bado. Huu ni ubaya. Huu ni ubaya. Ubwera bado. Wakati Kapombe anakwenda kupiga penalty ya mwisho akiwa na rekodi ya kupoteza kwenye mikwaju ya penalty pale nchini Morocco. Pengine pressure ilikuwa kwa kiwango gani kwa upande wako? Pressure kikweli mimi binafsi nilikuwa nalia. Mimi mwenyewe nilikuwa nalia. Mimi mwenyewe nilikaa nalia. Ila nikamwomba Mungu wangu huyu mmoja. Na nakumbuka asubuhi mama yangu aliniambiaje? Mwanangu, wewe ni Simba leo mnashinda. Mama yangu mzazi aliniambia. Hii ndio Simba. Hii ndio Simba blaza. Blaza, hii ndio Simba. Pengine mlikuwa na pressure ya kuchekwa na watani wenu wa jadi kama ngoma ingeenda tofauti. Sio pressure tu. Sio pressure. Sio pressure. Hamkuwa mnawawaza watani wenu? Mimi kama mimi nimetokea Kigoma. Kabisa. Nilikuwa kutoka ndani hapa, ilikuwa ni moja kwa moja naenda kutafuta gari Mbezi naondoka nyumbani. Pengine uko unawaza tambo za watani wenu wa jadi kama mambo yangeenda tofauti? Kwamba hamkuwa mnawaza tambo za watani wenu wa jadi kama mambo yangeenda tofauti? Hapana, mimi kwa siwazi. Kwa sababu gani? Hata kule kwao tuwachezea mpira mwingi. Kwa mimi niliamini huyu mtu akija kwa Mkapa hapa atoki. Hata ingekuja na Arabu wote wa duniani asingetoka. Bwana, hao ni wana Simba. Wana Simba unaweza kutazama. Namuona mama yangu hapa. Mama